Na hasira imeendelea kuzidi kuongezeka katika kaunti ya Pokot ya Magharibi baada ya viongozi wa eneo hilo kudai kuwa wanajeshi wa KDF waliwapiga machifu na maafisa wa polisi wa akiba wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika katika eneo la Sigor. Inaarifiwa kuwa baadhi ya machifu wanapokea matibabu hospitalini kufuatia tukio hilo linalozua ghadhabu miongoni mwa viongozi na wakazi katika eneo hilo. Kulingana na viongozi wa eneo hilo, machifu na maafisa wa NPR walikuwa wameitwa katika afisi ya naibu wa kamishna wa kaunti mjini Sigor kwa mkutano wa usalama kabla ya hali kuzorota ghafla na kusababisha madai ya kushambuliwa. Mbunge wa eneo hilo la Jen Mingich ameitaka serikali kuchunguza tukio hilo. Ile amani ilipatikana kati ya Marakwet na Wapokot. Lakini sidhani ama ninaipinga kwamba machiefs wapigwe. Sioni makosa ya chiefs penye wako. Machifu waweze waongeleshe watu, alafu machifu watasajua bomba fulani, kijana fulani ndio alikuwa anasemekana iko na bunduki. Na hivyo ndio inafatwa. Kama vile ulifanya Jesegon na Marakwet, ilikuwa ni kupiga kila mtu, wamama tu walikuwa free. Hatu kuchagua Ruto, wanajeshi wakuja wapige watu wetu kwa sababu ya kutafuta silaha. Iko mbinu ya kuweza kutoa silaha. Unaweza kuja ukaita machiefs, mkaketisha hawa chini, au wakawasaidia kwenda kutoa silaha. Lakini si jambo mzuri kuja kupiga machiefs. Hiyo kwanza muonyesha machiefs wamekosa kuwa na imani. Haiwezekani kuongea na mtu mwenye ako bunduki, kuita yeye baraza akuja aseme amane kwa nyumbani na amewacha bunduki kwa nyumbani. Kwa hivyo tumekubaliana kwa kauli moja kwamba liwe liwalo, bunduki zote yenye iko kwa mkono ya mwananchi mwenye sio askari lazima irudishwe katika serikali ya Kenya. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatukamilishia